Bwana anajulikana kama D-Omi aka Mr. Commercial Malindan artist, you know. Yeah. Naitwa Anita Shastyle, performing artist kutoka Malindi. Yeah, Nasib, Big Boy Monster. Hayo nafahamika kama Nasib D Monster. Yeah. And you're watching County 003 update. Yeah. Okay, hapa ndo kwa manager wa Pillarworks Music. Na unapoona sasa hivi tuko ready hapa kufanya naye interview. Bana, karibu ndani mzee. Okay, hapa ndo Pillarworks Studio. Of course tutakutana na CEO wa Pillarworks, atatuelezea maana ya Pillarworks ni nini. Bana, karibuni mzee. Okay, mambo vipi? Nakuaje? Kwema? Vipi bro? Kama kawaida. Inakuaje brother? Mambo fresh. The CEO. Yeah, inakuaje? Kama kawaida sio? Leo tuko hapa mwanangu. Karibuni. Cha moto leo. Nataka majibu kutoka kwako mzee. Hamna noma, karibuni. Fiti. Leo tumekuja hapa. Tumekuja lengo kubwa. Tumefanya vitu vingi lakini lengo kubwa ilikuwa ni wewe mwenyewe. Sasa kama uko ready tuanze kitu. Mimi niko ready mjani. Sawa. Niko ready. Sorry. Yes. Bana, Count 003 updates. Bana, leo niko na manager wa Pillarworks ambaye pia ni manager wa baadhi ya wasanii na yale ma story tunawasikia kule. Leo bana ataweka wazi yeye mwenyewe zile stories zenye ziko kule mtaani. Je, ni kweli? Karibu manager bro. Asante. Wewe ni manager, wewe ni engineer, yani wewe ndo kila kitu hapa, sio? Yeah. Okay. This is Count 003 bro. Yeah. Mpya kabisa kutokea. Karibuni. Kwa wale ambao hawakufahamu, labda ungejitambulisha kidogo ndo waweze kukujua wewe ni nani, unafanya nini? Naitwa Clean Heart, jina langu la kisanii. Lakini majina kamili yani ukituma M-Pesa utanipata, naitwa Emmanuel Ogutu ama Ogutu Atata. Ndio majina yangu. Kwa nini mkimbilia M-Pesa bro? Watumia pesa sana. Ndio mahali ambapo majina yetu yanaonekana rasmi. Huko wengine watu tunayabana. Okay. Na bana. Kwa niaba ya mtu anayetuangalia ama anaangalia hii show, angetaka kujua labda Pillarworks ni nini? Pillarworks ni studio ambayo kwa muda wa kufanya mambo, maana ni studio tulianzisha kitambo, lakini kabla ya kuanzisha tulikuwa tunaita Heartland. So nikaja nikabadilisha ile jina la Heartland kwa sababu nilikuwa nafanya mambo ya film. Mimi mwenyewe ni producer wa film. Unaona? So nilipoleta Pillarworks ni 3 years ago, ndio nikaanzisha hii studio kama Pillarworks. Pillar ni ile Vasco da Gama Pillar. So katika yale majina kutafuta, nataka kutafuta jina gani ambalo lita resemble Malindi, ndio nikaja na Pillarworks. Ikawa ni ile tu Vasco da Gama as a Pillarworks. Au sio? Bado umesikia kutoka kwa Clean Heart maana Pillarworks ni nini? Of course pia najua umemuelewa. Swali lingine ni hapa mtu anakuja tu na anasainiwa ama kuna vigezo gani vya kufanya mpaka mtu akuwe signed under Pillarworks? Watu wengi wanataka kujua Mimi naweza kuwa labda ni msanii lakini sijajua conditions zenu ni gani. Kama mawili matatu uwaelezee kwa niaba ya wasanii wengine wenye wanakuwa na dream labda ya kufanya kazi na Pillarworks Music. Asante kwa hilo swali. Cha kwanza kabisa ni kuwa Pillarworks ni mahali ambayo ina accommodate kila msanii. Msanii yote yule anataka kuingia Pillarworks. Kwa hiyo hata kama yani labda hajawahi kuimba, yani vile vigezo ndio nataka. Vigezo gani yani? Kigezo cha kwanza, kigezo cha kwanza cha kuingia Pillarworks ni ukiwa umejikubali wewe ni msanii. Unasikia? Cha pili ni mfuko wako. Kwa sababu nafikiri ni biashara ambayo pia nimeianzisha pia mimi nami nipata shilingi sumi na nijikimu pia na kimaisha. So ya kwanza ni mfuko wako, ya pili ni uimbaji. Kama kuna wengine wanakuja hawawezi kuimba tunawaandikia, unaona? Lakini hiyo ni biashara tofauti. So mtu yoyote anaruhusiwa kuja Pillarworks. Kama sasa hivi kuna competition inaendelea inaitwa Lockdown Star Search. Tulikuwa tunaifanya ni competition ya kuwa kila mtu aimbe, si lazima uwe mwimbaji. Na nafikiri wale ambao wanafuatilia katika mtandao wetu wa Pillarworks, especially kama Facebook page, utaona
tuna hiyo competition tuendelea, tunajaribu kufanya kuwa si lazima uwe na kiegezo cha kuwa mwimbaji wa masauti ya kupanda ndio wewe ni mwimbaji. La, unaweza kuwa mwimbaji hata yule tu wa kupiga backup na heights. Kwa mimi, kwa uelewa wangu, nilikuwa najua like hii Pillarworks ukija hapa ni label, si ndio? Yaani ukija hapa unasainiwa, unakuwa msanii wa hapa, so everything inafanyika under management. Je, hilo ni kweli ama? Okay, wacha labda nikufafanulia kitu kimoja. Cha kwanza, Pillarworks ni kama studio yoyote ambayo msanii yoyote anaruhusiwa kwenda kufanya kazi. Hiyo ni ya kwanza. Then ya pili, Pillarworks ilikuwa haijawahi kusign msanii yoyote. Lakini katika hii industry niliketi chini na nikaangalia, nikasema kwa sababu nilipofungua hii studio, kabla nianze production nilikuwa ya music, nilikuwa nafanya movie vile nimekuambia. So nilipokuja kukutana na producer Attach, nikaja tukaketi chini tukafanya muziki 2-3, nikamwambia hii studio inahitaji watu. Hauwezi kuwa na studio bila wasanii. Inabidi msaini sasa. Sasa hatukusign, tukawa tunasaidia. Tunaangalia msanii tu tunaona huyu ana uwezo fulani, kwa nini tusimsaidie? So tunaketi kama sisi watu wawili tunaketi tunaongea. Kwa hiyo sasa iko hivi. Wewe ni CEO alafu Attach ni mwanachini wako. Yes, sasa ndio kila kitu. Ni yeye ama yani yeke straight. Yani yeye. Watu, kwa hiyo ukimkosa huyu, uweza mpata Attach mkafanya kuna sehemu yenye mnaweza kusainishiana, labda kama mtu anataka kutoa nyimbo. Kuna kitu ambacho tunafanya katika mtu kutoa nyimbo, tuko na risiti ya malipo. Ile tunapeana kwa sababu ya kuwa kuwe na uhakika wa kuwa wewe umerekodi hapa kwetu na ulitupatia pesa fulani. Lakini upande wa kusign tulikuwa hatujasign msanii yoyote, lakini kwa saa hii 2020 kwa mara ya kwanza tumesign kijana mdogo ambao nafikiri mmemwona katika mitandao, anaitwa hapo 2020 mmesign. Mbona kuna nje kuna stories zinasemekana kuwa Pillarworks iko na wasanii wake. Iko na wasanii wake special. Nadhani pia mimi mwenyewe nilikuwa najua msanii fulani ni wa Pillarworks. Hebu nitajie wale wasanii ambao wana wa Pillarworks. Mimi nilikuwa najua msanii yani wa Pillarworks and material like Swanky, Anitasha, Chrismatic, Sahil. Wengi tu hivi. So kumbe hawakuwa King D simfahamu. Yeye pia ni Pillarworks. Kwa hiyo hao wako signed. Na nakwambia wale wasanii ambao nimefanya nao kazi. So unajua wewe unaniuliza wale ambao nimefanya nao kazi. Swali letu ni wale wenye wamesainiwa under Pillarworks ambao most of the time ukitafuta mtu fulani unamkuta Pillarworks studio. Yaani sawa. Wacha nikwambie, naona una uhakika sana wale unaloliongea. Sina uhakika, ni kwa niaba ya wanaotazama. Kwa niaba ya wanaotazama, nataka niwaweke wazi. Napenda muziki. Nimelelewa kwenye muziki. Tangu niko mdogo mpaka nikawa mkubwa kwenye muziki. Na napenda msanii anayefanya vizuri. Wale wote umewataja leo ni wasanii ambao wanafanya vizuri. Niliwaona, nikapenda na nikafanya nao kazi. Na unajua muziki ni kama darasa. Unapohitimu katika darasa hili unaenda darasa la pili. Ndio. Unaona? So ukiona mtu labda siku hizi sifanye naye kazi ni kwa amehitimu katika ile darasa la kwanza. Kuna ule uwezo wangu ambao mimi na uweza wa kumfikisha mtu hapa, na kuna uwezo anamwambia mtu huko mbele jipeleke. Kwa hiyo kwa hizi tetezi tunazosikia mtaani, labda una msanii ashahitimu, yani yuko ready yeye, jitegemea yeye kama yoyote yule ambao utamwona hafanyi kazi na mimi sasa hivi ashahitimu. Okay. Bana, umesikia kutoka kwa Clean Heart. Anasema mtu kama afanye naye kazi na alikuwa anafanya naye kazi huwa ashahitimu. Bana. Okay, kuna maswali mengine tunakutana nao mitandaoni. Je, wanasema kuwa baadhi ya watu sawa. Sijaambiwa na mtu direct, lakini kuna tetezi zinasema usipofanya kazi Pillarworks kuna uwezekano wa ngoma zako kutochezwa kwa baadhi ya redio. Je, hili linakaa vipi? Hata nashangaa. Bado mimi sina redio. Ukweli ni huo, mimi sina redio. Na nategemea zile redio ambazo zinatuzunguka. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Na hichi kiwe wazi kwa mashabiki wetu. Umesikia? Na mashabiki wote. Pillarworks kila siku inatengeza muziki. Na soko linataka kazi. Hakuna venye utaniambia mimi nimetengezesha mwezi mmoja wasanii kama 8
wasipigishwe kwa sababu wanatoka Pillaworks. La, studio nyingine ziko, lakini utapata labda studio, sitaki kuzungumza studio ya mtu, lakini utapata studio kwa mwezi wanatengeza nyimbo moja. Sisi kila siku tunatengeza nyimbo. So msanii akija, wewe ukija leo ni kutengezea nyimbo, unasikia? Kesho aje Mr. Wote nimtengezee nyimbo, unaona? Hao ni watu wawili tofauti. Walikuja wakatoa pesa yao, nikawatengezea nyimbo wakaenda. Wakipeleka kwa redio ni wao wamepeleka. Ile Pillaworks inaingia tu kwa sababu ni kazi tumetengeza. Lakini si eti sisi tumewapeleka tukamwambia pigeni, msipopiga no. So watu wajue hilo, wajue. Okay, natumai umesikia kutoka kwa Master of Pillaworks, manager mwenyewe. Bana. Last week kulikuwa na stories na trend mtandaoni sana kuhusiana na wasanii wako wawili. Kuna Swanky aka Rambo, mtu mwenye nguvu, sio? Na kuna mwingine anaitwa Clever Boy Original. Unasikia pia amepewa jina la EP Man. Hebu tuelezee kwenye hii EP Man. Hilo rasmi nitaeleza vipi, lakini cha kwanza nataka niambie watu wote wajue. Kama kuna msanii ambaye nishawahi kufanya naye kazi mpaka nikafurahi, ni Swanky. The best artist in Malindi. Umesikia? Na kile anachokifanya sasa hivi wengi hawatamuelewa, lakini watakuja waelewe baadaye. Ni kuwa anajaribu kuongeza zile toaje zile inaitwa fan base. Unaona, anajaribu kuongeza. Huu ni muziki. Ulipolelewa na mzazi wako, si sasa hivi pale ulipo. Sasa hivi unajitegemea na unaishi mahali. Ndio kukua kimuziki. Mambo ya Rambo na IP Man, hizo nafikiri ni tetesi za kwenye mitandao. Kama vile umesema, tetesi za kwenye mitandao. Mimi nilikuja nikaiona, kama vile wewe unavyoona, nimeingia kwa mitandao nikaona IP Man. Ukiangalia huyu Rambo, kuna nini kinaendelea? Lakini sasa unajua mimi kama mzazi, watoto wako wakiwa wanavutana, unaketi mwanzo unaangalia. Ukipata muda utawaita wote wawili utawaambia kuna shida gani? Lakini ikiwa bado kiko moto unawaacha mwanzo watoto wako waendelee. Baada ya kuona vile ulijisikia vipi, labda wasanii wako wawili wanapambanishwa na mshindi? Of course pale mshindi alikuwa ni Rambo ya. Na ulilichukulia vipi? Kikubwa nilifurahi. Na kufurahi nilifurahi kwa kitu kimoja. Hii ni mbegu ambayo tulikuwa tunazipanda zote mbili. Kwa Clever na kwa Swanky ni watu ndugu, tuseme ni ndugu. Ni mbegu ambayo tulizipanda. Na ikiwa Malindi inaweza chukua muda kuzungumzia kuhusu hizo mbegu mbili, ni kumaanisha mimi mzazi nina malezi mema. Unasikia? Leo hii mtoto wako mmoja akiwa ni polisi, mwingine akiwa ni pastor, wewe kama mzazi una furaha kwa sababu umewalea wakafikia mahali. Yani Malindi inaweza simama na ikazungumzia kuhusu hao watu wawili, na wote ni watu wametoka mahali pamoja. So nilisikia vizuri, na nataka kama watafanya ule mziki wa kuendelea ya ile, kuna kitu kinaitwa beef ya maendeleo. Beef ya kuwa wewe leo umenunua gari, mimi kesho nanunua ndege. Unasikia? Hiyo ndo ningependa iwe. Lakini kama itakuwa ile beef ya chuki ya kuwa wewe umenunua gari, mimi naenda kukuroge, basi sioni kama itakuwa inaenda. Okay. Uliposikia baada ya kukutanishwa wasanii wake wawili amesikia raha, lakini kwenye ngoma ya Rambo mbona kama kuna disi pale la kuhusu mzee? Mimi? Kivipi? Mbona kuna misari pale inasema ulejendi si kuimba kitambo, sawa? Na kuwa na misuli sio kama Rambo, njoo nikusaini ulibebe soko. Hii imekaaje? Si ni kama direct mzee inakuwa. Okay, mimi nataka niwaambie kitu watu wengi hawakijui. Lakini kitu ambacho ni kuwa nyimbo za Swanky zote ambazo shawaimba huwa nazisikia kabla haziachiliwe, na yeye mwenyewe huwa anakuja kunisikia. Rambo mimi nilisikia kabla mtu yote naisikia. Bomoka nilisikia mtu wa kwanza, na kama mna uwezo mweza muuliza, wewe nasikia Bomoka kabla iachiliwe, Tunati ndio mtu wa kwanza kusikia, atakwambia. So sometimes kuna vitu huwa vinafanyika chini ya maji, siwezi viongelea, lakini hii ni sanaa. Okay. Sawa, vitu vingi vinafanyika chini ya maji, lakini kulingana na hizi line, I'm sure mtu yote anayetazama, mtu mwenye amesikiliza ile ngoma ana swali ile unaona ni nini? Yani kulingana na hizo story penye zinaenda mitandaoni sasa hivi, hiyo ndio story na trend, kwa sababu wewe ni former
management wa Swanky tayari na hivyo vitu vyote amepima. Nani anaambia mimi? Hiyo ndio inapojulikana Kama zinanihusu kwa sababu amekuwa katika management nyingi. Amekuwa Beast Mode Gang. Amekuwa na mimi na of late nimeona akipost Malindi Records. So sijui ni nani kati yetu. Inaweza kuwa ni mimi ama ni Kmodi ama ni Yohana. Kwa hiyo wewe ukisikiza mtu anasema mzee ile nyimbo ya Swanky bana zile line mbili tatu pale zimemskilling hard, unasikia nini? Mimi nasikia raha. Nasikia raha. Kwa sababu amekuimba labda mimi not kuimba not kuimba ni maana ananikumbuka. Unajua kuna wangapi wanatamani wakumbukwe. Mimi mtu anakukumbuka. Anaenda mbele, tuseme leo kuna msichana mkikosana kesho usikie ameolewa kwingine, wakumbuka nilipokuwa naye yule tulikuwa hivi. So mimi nasikia raha, yule ndugu yangu ni kakangu mdogo wangu tena sana, na nasikia raha ananikumbuka, na kikubwa zaidi ambacho nampendea nacho ananiheshimu. Hata aimbe afanye nini, lakini kuna ile heshima ananipatia na mimi nampatia. Bana, umesikia kutoka King Heart anasema bana, ukikumbukwa unakumbukwa na DC. Je, imekaa vipi? Ulegendi si kuimba kitambo. Yes. Njoni kusaini uiteke mitambo, na ukiangalia mpaka sasa hii hawafanyi ngoma pamoja. Hata kama amesema wanafanya kazi pamoja, ama hii kitu mlikuwa mmeitengeneza ready kwa mtafute kiki labda ndio hiyo ngoma iweze kupop. Sijatengeneza. Na pia kitu kingine, hii ngoma ilitengenezwa Pillawax ya Rambo. By the way sijasikiza sana. Mtaniradhi na hilo. Sijasikiza sana. Mimi nafanya kuambiwa na watu lakini sijaketi kusikiza. So umesema hii ngoma before itoke na kusikizisha. Hii hapo kusikizisha. Hiyo sikusikia. Sio. Okay. Bwana, umesikia ukweli wote kutoka kwa Clean Heart. Amesema yeye si manager wa Swanky. Kwa hiyo Swanky hapo na manager hapa. Nimetangulia kuambia Swanky ni mchizi wangu. Kwa hiyo mlikuwa mnafanya kazi kiubeshi. Si yeye peke yake. Maana nafikiri mmeongelea sana kuhusu Swanky, kuna Chrismatic, kuna Natasha, kuna Sahil, hao ndio wamemake headlines. Hao ndio wamemake headlines right now kwenye Malindi trending story. Hiyo story ndio ina trend sana. Tulikuwa tunasaidiana kama vile mimi nilipoamkia nilikuwa nasaidiwa na ZJ. ZJ ndo amenitoa kule chini mpaka akanifikisha mahali watu wajue kuna Clean Heart. So ilifika mahali ambapo mimi pia naweza fanya kivyangu, nikamwambia ZJ, wajua nini acha na mimi nitafute. Unaona? So yeye naye ni mchizi pia, tulikuwa tunafanya kama ndugu. Japo saa hii ndio niko na watu ambao ni yani saa hii huu mwaka ndio nimeamua sasa kufungua kusign sasa. Maana kusign si rahisi. Msidanganywe na mtu. Kusign si rahisi. Kusign msanii mpaka asimame ni mambo mengi sana. Ni kama mbeba maisha yake yote. So kwa niaba ya watu wanaotazama show hii, Pillawax sasa hivi kuna wasanii wangapi wenye wako sign? Hatutaki wale mabest ama wakulipa. Unaelewa? Lebo kama ya Pillawax yani imebeba wasanii wangapi right now? Kwa sasa hivi nitawaweka kwenye mabano. Kwa nini? Tutapikie mzee, kila mtu aone. Watu watano wanakuja very soon. Tena watablow akili zenu. Manake naipiga times 2 round hii. Mmesema aitwa nani yule kijana mmesema? Nani? Ni nguvu Rambo. Huyu mwingine Clever. IP Man. So IP Man wanasema si zile za kupigana IP Man. So round hii nataka niwaambie hivi, hii inaenda kwa mashabiki. Haiendi kwa wasanii, kwa mashabiki. Kile ninachokifanya kila siku, naomba watu wengine pia wakiige. Nimekuwa nikipigwa vita kila wakati kwa sababu ya kuwa nachukua vijana na kuinua. Lakini sijaona studio nyingine ikichukua vijana na kuinua. So mimi ndio napanda mahindi, yakifika juu watu wanakuja wanayakata. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja cha rahisi kabisa, ni kuwa na feel music, napenda muziki. Na kile ambacho nitawaletea raundi hii, nitawaletea kizuri na zaidi. Na hata wale ambao nimefanya nao kazi wa supporting bado ni wazuri, wana uwezo mkubwa sana. Tumezungumzia kuhusu Swanky. Swanky tumeona itwaje Rambo. Ndani ya siku moja imeingia karibia 400, sasa imefika 800. Ni nyimbo nzuri sana. Chrismatic na ngoma yake mpya pia ameachilia. Yuko signed under Pillawax. So far sasa nimekwambia sija sign mtu.
Nimesaini tu kijana. Labda kwa fununu wale watano labda waweza kwa pale ndani. Hiyo sitasema. Hiyo nimeifunga kwenye mabani. Kwa yale mabani Jaslu pia ni kijana poa. Ukisikia nyimbo zake utasema good. Kuna wale jamaa mwindi wa kusini, Lava. Kuna Lava pia pila wa kusini. Aitwa Sahili. Huyo jamaa anamaliza. Pia naye yuko signed kwenye mabano. Mimi nimesema wale watakaokuja ni sura mpya. Bana, tunasema huyu jamaa kama vile amekubali, ametutajia baadhi ya wasanii na I think wanafika karibia 4. Kuna mmoja atakuwa ni siri yake mwenyewe. Bana, hii ni Count 003 update. Leo nilikuwa na Clean Heart. Of course atawapa mawili matatu then tutaenda nalo. Watu watatu wale watu wako ambao karibuni Pilaworks. Tusupportini kama vile mnatusupport kila siku. Tunataka kutengeza star ambaye atakuwa na konka hii Malindi. Tumepeza Malindi, kila tukijaribu kuleta star tunamrejesha chini. Lakini round hii ni kama mafans. Tutengezeni star. Haimati anatoka studio gani. Bora awe ana kipawa na yeye ni star. Alafu msisahau kuna nyimbo nyingi zinakuja kutoka Pilaworks. Msisahau kufuatilia page yetu Facebook inajulikana kama Pilaworks Studios. Fuatilieni. Mtaona mengi hapa. Okay, sorry, bila kusahau kuna swali niliulizwa kwenye pita zangu. Lengo la kufanya project ya coronavirus, producer hapo uko naye na kunasema watu wanasema producer Ratach si mkali kwenye mixing ama kufanya mastering ngoma, ndo maana wewe ukaamua uende upande mwingine kule ukamchukue Sango. Limekaaje hili mzee? So hilo pia nataka niwaambie ni kuwa si project yangu. Ilikuwa ni project ya radio station ya Jahazi. Jahazi walikuja wakanifuata, wakaniambia niwasaidie na studio, nikawasaidia na studio. So hii ni gari langu ambalo nalitumia na dereva ndo anajua vichochoro vyote viko hapa. Hiyo product yote ambayo imefanywa na producer wawili. Imefanywa na Sango, ikafanywa na nani? Na Ratach. So mtu akisema Spira Ratach hafanyi hivi na nyimbo zote ambazo mnazisikia huko za Pilaworks ni Ratach anatengeza. So ni nani mwingine anafanya? So hiyo project ya corona ilikuwa ni ya Radio Jahazi. Okay, kuna swali la kizushi pia nilikutana nalo. Yamekuwa mengi. Twende nalo. Swali la kizushi nilikutana nalo ni kusema kuna kwenye ile project kuna wasanii wengi sana hapa Malindi, na kwa nini kuna baadhi hawakuwa na wale wenye wamekuwa hapa ni wale wenye watu uko karibu sana nao. Ukiangalia kuna mastaa wetu tuko nao wengi, kuna Beka the Boy, kuna kina Diomi, kufana kina Njita peke yao. Hii imekaa vipi labda kwa niaba ya wale wa... Nafikiri nimetangulia kusema hiyo project haikuwa yangu. Na maswali mengi zaidi ambayo anaweza jibu ni Mafishi na manager wa Jahazi. Wanaweza jibu kwa nini walichukua wasanii wale. Maana mimi hata wasanii wangu wengine hawakuwa katika hiyo project. Hawakumwona Clever Boy katika hiyo project. Okay, kama ulivyosikia kutoka kwa Clean Heart, bana, lile swali la kwa nini baadhi ya wasanii wa Malindi hawakufanya project ya coronavirus, amesema bana hilo ni la Mafishi. Mafishi ni presenter. Tumerudi pale. Studio ziko nyingi sana Malindi, na kwa nini wafanye na Pilaworks? Kuna Malindi Records, kuna wapi. Inaonekana wewe sasa kuna venye hapo katikati pale kwenye usipopigwa Pilaworks uchezi radio fulani. Laka vipi hilo mzee? Ananichekesha hata sijui nizungumze vipi. Bro, umelipwa. Sijalipwa. Hao ni maswali yenye kila mtu amshua, kila mtu mwenye yuko hapa anajua hivyo. Naitwa nani mimi nimesema? Clean Heart. Nimekuwa na wasanii 9 ambao walikuwa hawanilipi hata shilingi, na nimekuwa nikiwasaidia. Unasikia? Sometimes watu hufanya kazi na mtu ambaye yuko willing kufanya kazi naye. Leo hii wewe umenipigia simu unataka kuja kunihoji. Ningekataa ungenihoji, ungeenda kwa hoji mtu mwingine. Lakini si eti kwa kipindi chako ama programu yako ingekufa. Haingekufa, ingeendelea. So sometimes mtu analeta deal kwa studio fulani. Nafikiri hii deal ilikuwa imepelekwa kwa Burning Ice mara ya kwanza. Lakini kulingana na mazingira ile studio yake pale ilipo iko kwa nyumbani. Yeye mwenyewe akatamka akasema sitaweza kufanya hii project hapa
watu wengi kupita na hii wakati wa corona hakuna nafasi kubwa. So akanipigia mimi akaniambia, "Oe, naomba hapo mahali." Hata nikikuonesha picha ambayo tulikuwa tunafanya wakati wa hiyo video, wengine walikuwa huko kwenye nje kwenye miti wameketi, maana yake space yangu ni kubwa. Wengine walikuwa kuna room liko hapa ndani wameketi wakifanya hiyo project. So si project waliamka tayari wakasema twende Pillar Works. Walianza kwingine. Kwa hiyo ulipata connection kupitia kwa Burning Ice. Yeye ndo alimake hiyo connection yao. Burning Ice aliposema kuwa hataweza. Ndio sasa yule manager akasema basi twendeni Pillar Works. Ndio tukauliza. Okay, nadhani sasa iko clear kabisa. Clean Heart amejitetea. Hatumwachi. Next time tuko naye bado hapa Pillar Works. Karibuni. Hujajitetea bado. Karibuni. Sawa. Majibu yangu mtayapata next week. Next week, sio? Kuna watu 5 wanakuja. Okay. Bana, hii ni Count 003 na najulikana kwa jina la Mula. Of course, my man behind the camera, Shani, of course akiwa na mwenzake pale anasaidiana naye ni Kennedy Masifa. Bana, it's your boy, nime sign out. Tukutane next time. Bye bye. Hey yo, naitwa Clean Heart aka Obutu Atata. Na unaangalia Count 003 updates.